Je, unajua ni muhimu sana kila Mkristo kunena kwa lugha? Nataka nikufundishe leo kwa nini ni muhimu sana kunena kwa lugha na unatakiwa kunena kwa lugha. Kama uneni kwa lugha, wewe ni Mkristo mdhaifu, wewe ni muamini mdhaifu. Kuna baadhi ya vitu hauwezi ukavipeleka mbele za Mungu direct. Kuna aina tatu za kunena kwa lugha Biblia ambapo zimezungumza. Tukizungumzia doctrine of speaking tongue imegawanyika. Namba moja, tuna kitu tunakiita lugha zisizoweza kutafasiriwa. Lugha zisizoweza kutafasiriwa, hizi ni lugha ambazo mtu unanena kwa kujijenga mwenyewe. Ukienda kwenye Wakorintho 14 mstari wa 2 anasema yeye anenaye kwa lugha hunena na Mungu, haneni na wanadamu. Hizi ni lugha ambazo wewe unanena direct na Mungu na unareceive nguvu kutoka kwa Mungu ambayo inakujenga wewe ndani, inakupa wewe mamlaka, lakini ni wewe na Mungu, na wala hakuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza akapata tafasiri ya hiyo lugha ambayo unanena. Kunena kwa lugha ni zaidi ya karama. Kunena kwa lugha ni funguo ambayo inafungua vitu vingi. Kunena kwa lugha ni kitu ambacho kinakusababisha kuingia kwenye dimension ambayo maombi ya kawaida hauwezi ukaingia kwenye hizo level. Kuna baadhi ya level lazima uspeaking tongue. Nimekwambia level ya kwanza ni lugha zisizoweza kutafasiriwa, lakini kuna lugha ya pili tunaita lugha za wanadamu. Ukienda moja kwa moja katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza anasema ijapokuwa nitanena kwa lugha za malaika na za wanadamu. Kwana utakuta hapo kuna lugha za wanadamu. Hizi tunazipata kwenye Wakorintho, tunapata kwenye Matendo ya Mitume 2 mstari wa kwanza. Siku ya Pentekoste watu walivyojaa na Roho Mtakatifu walianza kunena kwa lugha, lakini watu waliokuwepo nje walikuwa wakiwasikia kwa lugha zao. Hizi ni lugha za wanadamu. Hizi zinapata tafasiri. Ndio mtu anaweza kanena kanisani ukajisikia ndani yako unasikia kile ambacho anakiongea kwa lugha yako mwenyewe. Ananena vitu ambavyo havieleweki, lakini wewe unavisikia kwa lugha yako. Hizo tunasema lugha za wanadamu. Hizi zinakuwaga na tafasiri. Paulo anazizungumza, ndio anasema pale mtu atakaponena mmoja, basi wengine wote wanyamanze atakapopatikana mtu wa kutafasiri. Lakini kuna aina ya lugha haina tafasiri. Nimekwambia hii ni ya yule mtu anawasiliana na Mungu direct kwa ajili ya lengo la kujijenga. Namba moja, kuna lugha zisizoweza kutafasiriwa. Namba mbili, kuna lugha za wanadamu ambazo zinabeba tafasiri, na lugha za tatu tuna lugha za malaika. Hizi ni lugha ambazo ukinena unawaamsha malaika mbinguni, unawafanya malaika wanakuwa active kuja kuyapambania maisha yako, kuja kutembea kwenye maisha kwako. That's why nakwambia kunena kwa lugha ni zaidi ya karama. Kunena kwa lugha ni dimension. Kuna baadhi ya dimension ya uponyaji hauwezi ukaingia kama huwezi kunena kwa lugha, na baadhi ya dimension ya prophetic ya unabii, kuona vitu vya rohoni hauwezi ukaingia bila kunena kwa lugha. Kwa kunena kwa lugha ni funguo ya kuingia kwenye karama karibu zote. Ukiwa una uwezo kunena kwa lugha kwenye dimension tofauti tofauti, utaweza kuingia kwenye level mbalimbali. Ndio maana kunena kwa lugha kuna tofautiana. Unakuta kuna mwingine akiwa anaanza kunena kwa lugha anaanza kusema papa 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 raka papa 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 papa. Huyu unakuta kabisa ni mchanga katika roho, anaanza kunena kwa lugha. Kumbuka kuna vitu viwili vikubwa. Kuna kunena kwa lugha na kuomba kwa lugha, ni vitu viwili tofauti. Mimi hapa nazungumzia kunena kwa lugha, sio kuomba kwa lugha. I don't know kama kuna mtu ananielewa. Kuna lugha za malaika. Hizi ni dimension zingine. Hizi tena uweze kaenda la papa papa. Ndio maana utakuta sehemu mpaka sehemu watu wanatofautiana kunena kwa lugha. Na kunena kwa lugha kuna kujulisha level za watu. Nilipoanza kunena kwa lugha nilianza kama mtoto katika Kristo. Hii ni kuomba kwa lugha, hii sio kunena kwa lugha. Mpaka ujae maombi ukiwa kwenye moto wa maombi. Lakini kunena kwa lugha, mimi nimeshapasta, nimekuwa raia wa mbinguni. Kwana wewe kunena Kiswahili au kuongea Kiswahili hautakiwi mpaka ujae Roho Mtakatifu. Hivyo hivyo kijaa lugha mbinguni wakati wowote tunaweza kuongea. Sahaiden kebeden kovalaide. Abedo kebes ateleke bon crevida amprevea. Zeku apete bai di bon credi avadai. This is a tongue of angel. Lakini nikibadilika ikawa ni tongue ya moto, ndio unasikia zedu valika pai. Andekia bai. Zinatofautiana level paka level. Nitakuja nikufundishe. Kuna kunena kwa lugha level 21 mpaka level 66. Hizi zinaenda tofauti tofauti kwa Mkristo mpaka Mkristo. Mkristo mchanga utaisikia nena yake kwa lugha.
Mkristo ambaye amekomaa kidogo utaisikia. Mkristo ambaye anaweza kuwasiliana na malaika utasikia. Kuna level ambayo tunaita level of God. Ukitoka kwenye level ya angels, kunena kwenye level ya angels, unaingia kunena kwenye level ya Mungu. When you speak things appear, vitu vinatokea. Kuanzia leo ninakuombea, yoyote ambaye unanisikiliza sasa hivi, nataka niamshe unene kwa lugha. Hujawahi kunena kwa lugha na unatamani kunena kwa lugha. Baadhi ya vitu vingi vimekukamatia, dhambi zimekukamatia, hautoki level moja kwenda level nyingine. Ni kwa sababu nguvu inakukamata. Unahitaji tu kuweza kunena kwa lugha na kuingia kwenye level fulani, ilivyo vifungo viweze kukatika. Ninayamsha karama ya kunena kwa lugha, ninakubatiza na kunena kwa lugha kuanzia leo. Kinywa chako kikakamatwe katika jina la Yesu. Vepika abrovi antoska baladia yekuje papainde kiaba roba zubalida andeliko ovalia pepejide eblelu ovradia makuvaleba lizukata kabea katika jina la Yesu Kristo. Kinywa chako kikakamatwa na Roho Mtakatifu na uanze kunena kwa lugha mpya, uanze kutamka kwa lugha mpya. Beben apo papai devel bezuka taya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Speaking in tongue, speaking tongue of the angels, speak tongue of fire, speak unknown tongue, speak the tongue of men. Kebemia valova papadu valeke pepeish kapaya resu prekita protopalagadia. Fill with Holy Ghost, chana roho lebrish kapongre dia avopeketia. Kama ulikuwa umekwama kwenye dimension moja kunena kwa lugha, I push you to another dimension. I push you to the dimension of angelic. I push you to the dimension of God. I push you to other dimension. Mevidosk abradum felia valai pedi andisco fakadushka bababadu le gruvaribon stovila ante kilagova aprovize ekledia kusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. May Lord give you the spirit and the gift of the speaking tongue. Utafurahi. Biblia inasema anenaye kwa lugha kujichenga, haneni na wanadamu bali unena na Mungu, unena siri. He speak mysteries. He speak mysteries pamoja na Mungu. My God, I pray for you. Mungu akupe neema. Shalom. God bless you. Ni mtu wa Mungu, Apostle Florian Njiala. I sign out. God bless you. Amen.